Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Kesi namba 8323/2025 ambayo imetoa zuio la muda kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuendesha shughuli za kiutendaji na operesheni imeahirishwa tena hadi Julai 10 mwaka huu, sababu ikitajwa ni kutokuwepo kwa Jaji Hamidu Mwanga anayesikiliza shauri hilo. Na katika mchezo wa kuhitimisha msimu wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara na kuamua bingwa wa Ligi Kuu msimu wa mwaka 2024-2025 utapigwa kesho uwanja wa Benjamin Mkapa kati ya timu ya Yanga dhidi ya Simba majira saa 11 kamili jioni. Tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia taarifa kina tulizokuandalia kwa siku ya leo. Uko nami Brown Tinda. Jumla ya magari ya shule matatu yamekutwa mabovu kati ya magari 12 yaliyokaguliwa mkoani Songwe katika zoezi la ukaguzi maalum wa magari hayo kwa lengo la kuepuka ajali zisizo za lazima. Zoezi hilo ambalo limeanza jana na ambalo litahusisha wilaya zote za mkoa wa Songwe litakuwa endelevu hadi tarehe 1 mwezi Julai, na baada ya muda huo zoezi hilo litakuwa la lazima na hatua za kisheria zitachukuliwa kwa watakaokutwa na changamoto. Mwanahabari Cloud Elias amekuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza katika zoezi hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Songwe Agustino Senga amewataka wamiliki wote wa magari hayo kuyapeleka kwa hiari katika vituo vya polisi ili yakaguliwe, na kuwa baada ya tarehe 1 Julai mwaka huu zoezi hilo litakuwa la lazima na hatua kali zitachukuliwa kwa watakaokutwa na itirafu. Leo tuko hapa kwa zoezi la ukaguzi wa magari yanayobeba watoto wetu wa shule, kuangalia umadhubuti wake na uimara wake, kuangalia ubovu ili kuweza kuchukua wanafunzi wetu katika hali ya usalama. Zoezi hili ni endelevu, sababu tunabeba watoto wa shule, tusingependa magari hawa yawe na hitilafu zozote. Kwa hiyo tumeanza zoezi hili leo na tutafanya ukaguzi huu wa hiari mpaka tarehe 1 mwezi Julai. Tunabakiza kama siku karibuni kama wiki. Kamanda Senga amesema zoezi hilo litaambatana na magari mengine ambayo ni ya abiria na yasiyo ya abiria, pamoja na yale yanayofanya usafirishaji usio rasmi ikiwemo maguta, hasa katika kipindi hiki cha mavuno, wakiwa wanabeba watu na mizigo kwa kitendo ambacho ni kinyume cha sheria. Na magari mengine leo tumeanza na magari ya shule, lakini na magari mengine ya abiria na yasiyo ya abiria. Sasa hivi ni kipindi cha mavuno, kumekuwa na usafiri usio rasmi kubeba watu wa kwenda kufanya kazi mashambani. Kuna maguta yanajaza watu kupita kiasi, ni hatari sana kwa usalama wa abiria wenyewe, lakini na chombo. Kwa hiyo tuwapeleke watu kwenda kufanya biashara za shambani, shughuli za shambani kwa magari ambayo ni proper. Nao baadhi ya walimu na wasimamizi wa magari hayo kutoka shule mbalimbali wameliomba jeshi la polisi mkoani Songwe kuendelea na zoezi hilo ili kusaidia usalama wa vyombo hivyo. Kuja hapa kituo cha polisi ili tuweze kupata vitu ambavyo tunatakiwa kuvifanya katika magari yetu. Kuna faida nyingi sana unapokuja kukaguliwa gari katika kituo cha polisi. Faida mojawapo ni kuepusha ajali za barabarani ambazo zinatokea mara kwa mara. Faida nyingine, tutajua mapungufu ambayo tunayo kwenye magari yetu ili tuweze kumwelekeza director wetu aweze kuyafanyia kazi. Shukuru sana kwa namna ambavyo watu wa ukaguzi wametuheshimisha na kutupa nafasi ya kuwepo hapa kwa ajili ya ukaguzi wa magari yetu. Faida za kufanya hii kazi, kwanza ni kuhakikisha usalama unapatikana kwenye magari yetu, kwani tunabeba watoto ambao ndio taifa letu la kesho. Kwa hiyo namna ambavyo wametuita, wametupa mwelekeo na nini ambacho kinatakiwa kufanyike kwa ajili ya kuhakikisha kuna usalama. Lakini faida ya pili ambayo nimeiona ni kwa ajili ya kupunguza ajali ambazo zipo kwenye taifa letu. Kitendo cha ukaguzi wa magari haya ni kuhakikisha kupunguza ajali zilizopo kwenye barabara zetu. Aidha, Koplo Saidi Mjaliwa ambaye ni mkaguzi wa magari wa polisi mkoa wa Songwe amesema kuwa jumla ya magari ya shule 3
yamekaguliwa katika shule 12 na kukutwa magari matatu mabovu ambayo yanatakiwa kufanyiwa matengenezo. Tuko hapa kwa zoezi la kukagua magari ya shule kwa ajili ya faida ya watoto wetu, kwa ajili ya usalama wao. Lakini kwa leo tumepata magari ya shule tatu ambao ni Godbridge, Ngiuda na Osu. Na tunawasihi wamiliki wa shule zingine walete magari yao kwa ajili ya ukaguzi. Zoezi hilo ambalo limeanza jana na ambalo linahusisha wilaya zote za mkoa wa Songwe litakuwa endelevu hadi tarehe mosi mwezi Julai 2025. Cloud Eliasim, Dream Media. Asante sana Cloud Eliasi. Kesi namba 8323/2025 ambayo imetoa zuio la muda kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuendesha shughuli za kiutendaji na operesheni imeahirishwa tena hadi Julai 10 mwaka huu. Sababu kitajwa ni kutokuwepo kwa Jaji Hamidu Mwanga anayesikiliza shauri hilo. Kesi hiyo ilitarajiwa kusikilizwa leo Juni 24 katika Mahakama Kuu baada ya Idi Isa Muhamedi na wenzake wawili dhidi ya baraza la wadhamini na katibu mkuu wa chama hicho. Taarifa ya Ana inafafanua zaidi. Nje ya mahakama, wakili wa utetezi Hekima Mwasipu akizungumza baada ya kesi kuahirishwa amesema kuwa jaji hakuweza kufika mahakamani kutokana na kuwa na majukumu mengine, hivyo kesi hiyo itasikilizwa tena tarehe 10 Julai mwaka huu. Naye katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amesema kuwa alitarajia kuona hoja ya kumtaka Jaji Hamidu Mwanga kujiondoa katika kesi hiyo, huku akieleza kuwa chama kitaendelea kuchukua hatua za ziada za kisheria ili kuhakikisha jaji huyo anaondolewa. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche amesema chama hicho kipo imara, ambapo amewataka viongozi wa Chadema na wanachama kwa ujumla kuendelea na shughuli zake kama kawaida kutokana na kuwa waliozuiliwa ni viongozi wakubwa wa chama hicho. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinakabiliwa na zuio la muda hadi hapo kesi ya msingi itakaposikilizwa, huku mustakabali wa shughuli zake ukiwa mashakani hadi uamuzi wa mahakama utakapotolewa. Ana Msumeno, Dream Media habari. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Esau Godwin. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimejibu shutuma za Israel vikisema Irani inakanusha ripoti kwamba ilirusha kombora kuelekea Israel baada ya kuanza kwa usitishaji mapigano. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ametoa taarifa hivi punde akisema ameamuru vikosi vya ulinzi vya Israel kujibu vikali ukiukwaji wa Iran wa usitishaji mapigano kwa mashambulizi makali dhidi ya maeneo lengo ya serikali katikati mwa Tehran. Muda mfupi baada ya Israel kusema kuwa imegundua kurusha makombora kutoka Iran, waziri wa fedha wa mrengo wa kulia wa nchi hiyo aliyechapisha taarifa fupi kwenye mitandao ya kijamii. Tehran itatetereka. Bezalel Smotrich, mshirika mkuu wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ameandika kwenye mtandao wa X. Kwingineko, rais wa Uganda Yoweri Museveni atawania kuchaguliwa tena kwa muhula mwingine wa uchaguzi unaotarajiwa mapema mwaka ujao ili kuongeza utawala wake wa takriban miongo minne, kulingana na afisa mkuu kutoka chama tawala. Ingawa alitarajiwa kugombea tena wadhifa huo, ni uthibitisho wa kwanza kutoka kwa chama chake cha National Resistance Movement NRM. Uganda itafanya uchaguzi wake mkuu mwezi Januari, ambapo wapiga kura pia watawachagua wabunge. Museveni mwenye umri wa miaka 80 amekuwa madarakani tangu mwaka 1986 na ni kiongozi wa 4 barani Afrika aliyeongoza kwa muda mrefu zaidi. Chama tawala kimebadilisha katiba mara 2 huko nyuma ili kumruhusu kuongeza muda wa utawala wake. Katika video iliyochapishwa Jumatatu jioni na shirika la utangazaji la UBC kwenye mtandao wa kijamii wa X, mwenyekiti wa baraza la uchaguzi la chama tawala Hang Odoi alisema Museveni atachukua fomu Juni 28 kuwakilisha chama katika uchaguzi huo. Esau Godwin, Dream Media habari. Na mtazamaji, huyo ni Esau Godwin katika habari za mataifa mbalimbali.
Na katika mchezo wa kuhitimisha msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara na kuamua bingwa wa ligi kuu msimu wa mwaka 2024-2025 utapigwa kesho uwanja wa Benjamin Mkapa kati ya timu ya Yanga dhidi ya Simba Sports Club majira ya saa 11 kamili jioni. Huyu hapa Brown Ben Mbwawa akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo ni kwamba ligi kuu soka Tanzania bara rasmi inahitimishwa kesho kwa kumpata bingwa wa ligi kuu kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Huu ni mchezo uliokuwa unasubiriwa kwa hamu kweli kweli na wapenzi wa soka kutoka Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, inawezekana na Afrika kwa ujumla. Ni mchezo mkubwa wa dabi ya Kariakoo. Hawa ni mahasimu wawili kati ya bingwa mtetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara Dar es Salaam Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mchezo huo ukitarajiwa kupigwa majira saa 11 kamili katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Bodi ya ligi na wenyeji Dar es Salaam Young Africans wamewaomba mashabiki wao kwenda kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuzisupport timu zao. Michezo mingine itakayopigwa siku hii ya leo ni michuano ya kombe la dunia ngazi ya virabu kwa kundi C, ambapo leo Auckland City atacheza dhidi ya Boca Junior. Utapigwa majira saa 4 kamili za usiku. Lakini pia mchezo mwingine utakuwa ni kati ya Benfica atacheza dhidi ya Bayern Munich. Yote hii michezo itapigwa majira ya saa 4 za usiku. Kumbuka Benfica na Bayern Munich hawa wote wameshatinga katika hatua ya 16 bora. Hii ni mechi ya kusaka uongozi wa kundi. Shukrani sana Brown Ben Mbwawa kwa taarifa hizo za michezo. Na kabla ya kuhitimisha Dream habari, nikukumbushe tena machache kati ya mengi tuliyokuwa nayo kwa siku hii ya leo. Kesi namba 8323/2025 ambayo imetoa zuio la muda kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuendesha shughuli za kiutendaji na operesheni imeahirishwa tena hadi Julai 10 mwaka huu, sababu ikitajwa ni kutokuwepo kwa Jaji Hamidu Mwanga anayesikiliza shauri hilo. Na katika mchezo wa kuhitimisha msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara na kuamua bingwa wa ligi kuu msimu wa mwaka 2024-2025 utapigwa kesho uwanja wa Benjamin Mkapa kati ya timu ya Yanga dhidi ya Simba majira saa 11 kamili jioni. Na huo ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ na kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwa heri.